Na kusalimu kwa upendo wa Mungu aliye hai asubuhi ya leo. Ni kukaribishe kwa ajili ya ujumbe wetu, na ujumbe wetu asubuhi ya leo unasema kutolewa katika kijito kilichokauka. Wafalme wa kwanza mlango wa 17 na mstari ule wa 7. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika, kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta, ule mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Mpendwa na rafiki yangu, asubuhi ya leo, Mungu akutoe kwenye kijito kilichokatika. Kijito kilichokatika ni mahali ambapo hayana matumaini tena. Elia alikuwa amejificha kwenye kijito hiki, na Mungu alikuwa akimlisha kwa kumtumia kunguru kumletea mkate na nyama. Lakini maandiko yanasema kwa sababu ya mvua kutokunyesha, kijito kikakatika, kikakauka kabisa, kina maji. Na kwa sababu kijito kimekauka, hana sababu ya kuendelea kukaa tena kwenye kijito kilichokauka. Mungu akatengeneza njia. Kile nachotamani kusema asubuhi ya leo, umebaki kwenye kijito kilichokauka. Umebaki mahali ambapo hapana matumaini. Umebaki mahali ambapo hakuna muujiza unaotarajia. Mungu akutoe kwenye hilo eneo, hakupeleke mahali pengine alikokusudia, ambapo patakuwa na ubichi. Anasema kwa sababu kijito kimekatika, Elia anatolewa hapo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka kuhifadhi maisha yake ili aendelee kuishi. Na Mungu aliyemtoa Elia katikati ya kile kijito ana uwezo wa kukutoa hata wewe. Maana yamkini umetembea muda mrefu kwenye kijito kilichokauka. Biashara yako imekaa kama kijito kilichokauka. Maisha yako yamekaa kama kijito kilichokauka. Hakuna matumaini. Uko kama mtu ambaye unaishi jangwani. Ndio maana katika Yeremia anasema mtu aliyemtumaini mwanadamu hawezi kuona mema yatakapotokea. Atakaa katika nchi ya jangwa. Kwa hiyo Mungu akutoe kwenye jangwa ambalo kwa sasa unalo, kwenye kijito ambacho kimekatika. Sio haki yako kuendelea kuishi. Mungu akamwondoa, akamwambia aende kwenye mji wa Sarepta. Yuko mtu Mungu amemwandaa kwa sababu yake. Yuko mtu ambaye Mungu amemwandaa kwa sababu yako. Na huyo mtu hana jina kubwa. Maana pengine unafikiri Mungu anamwandaa mtu wa aina fulani, lakini Mungu anaweza akatumia kitu chochote ili kukuvusha wewe. Mungu anamtumia mjane, mtu ambaye ameonekana kama vile hana kitu. Huyu mjane naye alikuwa anaona mauti. Alikuwa anaokota kuni mbili ajipikie nafsi yake ale, lakini huyo ndiye Mungu aliyekusudia. Huyu aliyekuwa anaona mauti ndiye Mungu amemkusudia awe sababu ya maisha ya Elia kuendelea. Nataka nikuambie asubuhi ya leo, yuko mtu Mungu amemkusudia, asiye na jina kubwa, asiye na utajiri mkubwa, lakini Mungu amekusudia kukuinulia mtu ili utoke kwenye kijito kilichokatika
utoke kwenye kijito kilichokauka ambacho hustahili tena wewe kuishi kwenye hicho kijito. Mungu anataka akupeleke. Ni pale Mungu atakapozungumza na wewe uwe na roho ya utii. Anamwambia Elia, toka kwenye kijito hiki ambacho kimekauka. Siwezi kuendelea kukupa mkate na nyama kwenye kijito hiki. Nyama itakunyonga, mkate utakunyonga, hakuna maji ya kumezea. Ngoja nikwambie mpendwa, kubali Mungu akupeleke hatua nyingine. Unajua, saa ingine, kuna wakati mwingine tunapitia jambo fulani, kumbe kuna mahali Mungu anataka tufike. Kuna mahali Mungu anataka kutupeleka, lakini sisi wakati mwingine tunatamani tu kuishi maisha ya luxury ambayo haina vikwazo. Lakini saa ingine kuna vikwazo vinakuja ili utoke kwenye eneo moja kwenda eneo nyingine. Katika Waamuzi 15 mstari wa 18, Samsoni anaomba, anasema, kisha akaona kiu sana. Akaona, kwa nini nife na kiu wakati yuko Mungu aliye hai? Maandiko yanasema akamwita Bwana akasema, wewe umetupa wokovu kwa mkono wa mtumishi wako, na sasa nitakufa na kiu, nitaanguka katika mikono ya watu wasiotahiriwa. Kitu ambacho Samsoni alikuwa hataki ni kufia kwenye mikono ya watu wasiotahiriwa, wasiomjua Mungu, tohara ile ya rohoni, watu wasiomjua Mungu. Akamwambia Mungu, hapana, siko tayari kufia kwenye hii mikono. Kwa kuwa umefanya wokovu kwa mkono wa mtumishi wako, fanya kitu kwa sababu yangu. Mstari wa 19, maandiko yanasema, lakini Mungu akapasua mahali, pakatokea chemchemi ya maji. Nikwambie mpendwa, asubuhi ya leo, Mungu wako apasue mahali, akutokezee chemchemi ya maji, usije ukafa na kiu, usije ukafia kwenye kijito kilichokauka. Mungu ana serepta yako. Mungu ana chemchemu yako, ana chemchemu ya familia yako. Mungu akutoe katika kijito kilichokauka. Wacha niombe. Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa sababu mawazo yako ni mema siku zote juu ya mwanadamu. Angalia yule ambaye amekwama, amekaa kwenye kijito ambacho kina matumaini. Naomba ukampe matumaini asubuhi ya leo. Naomba uinue serepta yake asubuhi ya leo, chemchemi yake kainuke katika jina la Yesu, amen. Rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew